Hebu niwasomee jambo fulani kutoka kwenye makala kuhusu Mwanzo. Kuna sehemu inayotoa shauri hili: anza na elementi hizi. Kwanza, je, maandalizi yako ni kamili? Iwe unaanza mwaka mpya au siku mpya, iwe unaanza kazi ya Injili, unasoma kama mwanafunzi au biashara kama mjasiriamali. Je, umefanya maandalizi kamili kwa ajili ya mwanzo huo? Pili, hili ni jambo linalokuletea shangwe. Inasemekana kwamba lazima pia tutafute kipengele cha shangwe. Inapokuja kwa Injili, badala ya kusema hili ni gumu sana au siwezi kufanya hivi, tunapaswa kukumbuka kwamba Mungu anapendezwa na wale wanaotumikia kwa moyo wa kupenda, si kwa sababu ya wajibu. Kwa hiyo, tunapaswa kutekeleza kazi ya Injili kwa shangwe na furaha mioyoni mwetu. Tatu, je, hii inawasaidia wengine? 4, ina maana itafanikiwa au itashindwa? Wanasema kwamba unapoanza kitu, unapaswa kuhakikisha kuwa umeweka vipengele vyote 4 mahali pake. Lakini tunapoangalia Injili, je, haina vipengele hivi vyote 4? Je, si kweli? Je, ina maana itafanikiwa au itashindwa? Injili yetu lazima iwe na maana pasipo kushindwa. Halafu, je, ina faida kwa wengine? Hakika inawasaidia wengine kwa sababu inaongoza roho zilizokuwa zikielekea jehanamu kwenda mbinguni. Halafu, je, hii inanifurahisha? Kila mtu, kwa nini tunalia baada ya tunda kuzaliwa? Hata wasiolia wakitazama tamthilia ya huzuni, hujikuta wakitokwa machozi wakiyaona matunda yao yakipokea ubatizo. Je, si kwa sababu ni tukio lenye shangwe na chanzo cha furaha? Ndiyo maana tunaambiwa tuanze na vipengele hivi vyote mahali pake. Lakini wanasema weka malengo makubwa, anza kidogo. Ndiyo maana katika Ayubu sura ya 8 inasema kwamba ingawa Injili yetu inaweza kuanza kwa unyenyekevu, lakini vipi kuhusu mwisho? Utafanikiwa. Hivyo basi, mwanzo haujengwi juu ya dhana kwamba haitafaa. Badala yake ni tendo la kusonga mbele kwa imani kwamba itafanya kazi. Na kwa sababu ya imani hiyo, ni lazima itafanikiwa. Wasioanza, wanaositasita na wanaoyumbayumba na kukawia. Katika hali ambazo huwezi kuamua kama uifanye au la, usikawie. Ndugu zangu, hampaswi kuanza na wazo kwamba haiwezi kufanywa. Hupaswi kuwa na mashaka iwapo itafanya kazi au la. Badala yake, anza kwa usadikisho, hakika itafanyika. Itakuwa vizuri kuanza kufikiri, bila shaka hili litafanya kazi. Tufungue Mathayo sura ya 24 mstari wa 13. Lakini yule atakayevumilia hadi mwisho ataokolewa. Injili ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Ndipo mwisho utakapokuja. Injili ya ufalme ilizaliwa ili ihubiriwe kwa mataifa yote, na hatimaye nini kitatokea kwa ulimwengu mzima? Injili hii itahubiriwa kwa watu wote, na ndipo kazi ya ajabu ya Mungu itakapotimizwa. Tutachangia na kushiriki katika kazi hii ya kimataifa ya wokovu kwa kiasi gani? Kuwa na dhamira na azimio tu hakumaanishi kila kitu hutokea chenyewe. Hata Yesu, kama ilivyoandikwa katika Marko sura ya 1, aliamka asubuhi na mapema kusali, na alifanya nini baadaye? Ilikuwa kuhubiri. Vivyo hivyo, kila siku baba na mama wanaanza kazi ya wokovu, kuwaokoa watoto wao kwa sala na kwa mtazamo huu. Marko sura 1 mstari 35. Katika sura 1 mstari 35 imeandikwa, alfajiri na mapema sana kulipokuwa bado kuna giza, Yesu akaamka, akaondoka, akaenda mahali pa faragha ili kuomba. Simoni na wenzake wakaenda kumtafuta, nao walipomwona wakamwambia, kila mtu anakutafuta. Nao walipomwona wakamwambia, kila mtu anakutafuta.
Yesu akawajibu, twendeni mahali pengine kwenye vijiji jirani, ili niweze kuhubiri huko pia, kwa sababu hicho ndicho nilichokuja kukifanya. Kwa hiyo akazunguka Galilaya kote, akihubiri katika masinagogi yao na kutoa pepo wachafu. Asubuhi na mapema alisali mapema, na kilichofuata mara moja ilikuwa kuhubiri Injili. Mwanzo huo mdogo sasa umeenea sana hivi kwamba leo ni wachache ulimwenguni ambao hawajasikia kuhusu Yesu. Walakini wengi bado hawaelewi kwa kweli amri, maagizo na sheria za Mungu. Ndiyo maana tunaamini kwamba ni misheni yetu sasa kwenda kwao, kuwafundisha kwa usahihi, kufungua macho yao na kuwaongoza kwa usahihi kwenye mikono ya Mungu.